Ushakutana na clip au unaweza kukutana na full interview ya dada huyu alipokuwa akiomba msaada kwa ajili ya kuipambania afya yake. Hebu tupitishe kwenye hadithi moja ambayo ushakutana nayo kati ya vipindi ambavyo amefanya huyu dada akiomba msaada kwenye mitandao. Nimeona, lakini vitu vilikuwa vya huzuni na majonzi. Kwa sababu ukiona mtu anajitokeza kwenye mitandao ya kijamii anaomba msaada kwa ajili ya matibabu ni huzuni kwanza. Sio tu kukosa fedha, pia unaweza kuwa una fedha lakini pia kuumwa pia ni huzuni. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasikitika kila nikiona video yake akiomba msaada. Na watu walikuwa wakiamini kwamba kwa kuwa amepata nafasi ya kuomba na akapata nafasi ya kwenda nchini India, labda kwa kuwa India wazuri kwenye masuala mazima ya afya, yani kwa maana madaktari wazuri na hospitali kubwa nzuri, atarudi akiwa imara. Wewe hisia zako zilikuwa? Hata mimi nilifurahi sana, ningependa kuona kirudi imara. Lakini sasa unajua kifo Mwenyezi Mungu ndo amepanga. Kila mtu mauti atamfika. Inakuwa tu ni sababu na muda ufika. Kwa hiyo kifo kipo kwa kila mtu. Kinachobakia ni sisi kumwombea tu dua, Mwenyezi Mungu ampokee, amsamehe yale ambayo aliyofanya kwa kujua na kutokujua, na alijalie kaburi lake katika viwanja vya peponi. Watu wengi waliamini kwamba Issa Tambuu kama umeingia sasa hivi hapa lazima pembeni atakuwa Doto Magari. Unamwacha wapi na kwa nini atafika? Anakuja sasa hivi unamwona gari yake lina punch. Unajua ana hela yule. Kwa gari lake limeshika punch, ana hata hela kusiba punch yake anakuta. Na kwa nini kumsaidia kwa zibe afu muweze kuingia na mdomo sana. Unamwacha. Unajua mtu akiwa na mdomo utamjua unamwacha. Na wewe una bato kubwa sana. Kwa nini unakuwa na bato sana? Labda kijana wangu kwa anakuja. Amechelewa tu, niliona nimetangulia. Nashangaa shuka pita njia gani. Lakini sasa hivi unamuona hapa anafika. Sasa hivi anafika. Okay, ukizungumza mambo mengi sana kuhusiana na Karina. Pengine watu wanafahamu kabla ya kifo chake ulishawahi pengine kuwasiliana naye au kumsupport kwa namna moja au mbili? Sasa kuwasiliana sijawahi, lakini kwa sasa jambo la kusupport unajua si siri. Hawezi kusema eti mimi nilifanya kitu fulani, lakini hapana. Yule alikuwa ni Mtanzania mwenzetu, amekuwa kwa muda mrefu, Mwenyezi Mungu anipa mtihani wa maradhi. Kwa jukumu letu lilikuwa sisi ambapo tulikuwa tuna uwezo wa kumsaidia, ni kumsaidia. Nimemuondoa Karina. Kwa kweli una maoni gani au unawaambia nini watu ambao wana imani za hizo? Naamini nini? Mimi sio muumini wa hiyo. Mimi naamini kila jambo lina sababu. Yani sisi kuna Uislamu tunaambiwa au mfiki msiba mtu bila idhini ya Allah. Kwa kitu chochote kikufika wewe Mwenyezi Mungu ndo alipanga, alikadiria. Kwa hiyo mimi nafikiri kila kinachokufika ndio useme alhamdulillah, lakini kama ni msiba tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nadhani imekaa sawa.